يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحق والله ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله كما قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kumwomba Allah anifanyie wepesi kazi hii ya kusimama hapa juu ya mimbari, aniondolee kitanzi katika ulimi wangu, ili nyinyi Waislamu wenzangu mpate kuyaelewa yale machache atakayonijalia kuyawasilisha kwenu. Na baada ya kusomea haya inayosisitiza ucha Mungu, basi nawahusia kama ambavyo najihusia nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika kulimaliza kumi la mwanzo. Jumaa mbili zimeangukia ndani ya kumi la kwanza na sitatoka nje sana na mada iliyotangulia katika mukaddima kuhusu kuangalia wakati wetu, lakini mule mule nikizungumzia kwamba mwezi huu wa Ramadhani tunaweka mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani ndio mwongozo wetu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Baqara aya ya 185, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Katika aya hii nasisitizia pale shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake ilishushwa Qur'an, hudan linnas, mwongozo kwa watu, wa bayyinati min al-huda, na ubainifu wa mambo yanayotokana na mwongozo huu, wal-furqan, na upambanuzi. Tunapozungumzia upambanuzi ni upambanuzi hususan wa haki na batili, vitu vyote vimekusanywa ndani ya hii Qur'ani kwa ajili ya maisha yetu sisi. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kuipitia Qur'ani, ni mwezi wa kuiadhimisha Qur'ani, na ndio hapa sasa mwezi wa Qur'ani. Qur'ani ilishushwa ndani ya mwezi, tunaadhimisha kwa mfumo. Kwa hiyo tunatakiwa kuipitia Qur'ani kuona inatuongoza nini, inatubainishia nini, bayinati min al-huda, na inatupambanulia vitu gani kama Qur'ani. Katika Ijumaa iliyopita tuliangalia Qur'ani inavyotupa majibu ya maswali ya msingi kuhusu maisha yetu hapa duniani, na nilitaja maswali ya msingi. Swali la kwanza ujiulize, man ana, who am I? Wengine watasema Kiswahili, mimi ni nani? Maswali haya yanakuja katika kote huku, kila mmoja kwenye kuuliza lugha tofauti na vile kuuliza swali hili. Swali la pili,
min aina ana, where am I from? Tusiishi wale wanaotoka Kongo, ninatoka wapi? Ninatokea wapi? Kwa wasiwasi wenzangu, ninatokea wapi? Swali la tatu, aina ana wa limadha, where am I and why? Usijepo kwa niko wapi na kwa nini? Sitaki kumwacha mtu hata mkimbizi leo, nataka nielewe. Namba 4, ila aina adhhab, where am I heading? Uveji, naelekea wapi? Naelekea wapi? Namba 5, ma huwa maswili, what is my place? What is my end? Kelem on the storm, mwisho wangu itakuwa ni nini? Haya maswali ndio tulianza kujiuliza na hatukuyamaliza kutokana na wote wa watu wetu. Juma iliyopita tulianza kujibu maswali matatu mimi ni nani, tukasema kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe katuita bashar. Inni khaliqun bashar, mimi ninamuumba mtu. Anawaambia Mwenyezi Mungu malaika wake, ninamuumba mtu, sio nyani. Ni falsafa ya kwamba sisi tumebadilika kutokana na sheria za kimaumbile ambao watoto wetu mpaka leo hivi bado wanafundishwa. Sisi binadamu alianza kuwa kachembe hai ndani ya maji, kakageuka kwa kibusi gani, mara kikageuka kwa samaki, maji yakapungua, baadhi ya samaki wakabakia nchi kavu, wengine wakafa, walioshika kuilima mabadiliko, wengine wakaota miguu, wakawa mijusi. Baadhi ya mijusi ikakimbilia juu ya miti, ikajifunza mazoezi yale, mara mikono ikawa mikubwa, wakawa nyani wale nyani wale, miti imekatika huko, wengine ndio wakateremka chini, wakawa nakimbia na miguu minne chini. Saa nyingine manyasi marefu wanachungulia kuna adui au kuna nini, ndio wanagundua kumbe tunaweza kutembea na miguu miwili. Ikaja pale bipedalism, ndio huyo akaanza kugeuka, nyani mkeo kakatika, mara huyo yuko downtown, binadamu nadharia njiwa Marekani wamepiga marufuku. Sisi leo watoto wetu bado wanafundishwa, babu yangu alikuwa nyani. Nawauliza, mbona nyani wanazaliwa nyani porini, binadamu wanazaliwa binadamu mwingine? Hatujaona hata huyo kiumbe ndio anabadilika, yaani kesha toka kwenye unyani kwenye ubinadamu hajafika, yuko wapi huyo kiumbe? Bali leo hata taaluma kuhusu DNA inatuambia kwamba baba anaweza kuwa mweusi, mama anaweza kuwa mweusi, wakazaa mtoto ng'ombe. Ukashangaa unaona, imekuwaje je wote weusi alafu mmezaa mtoto mweupe? Wanacheka, wanakwambia kuja kuona babu yake alikuwa mweupe. Sasa sisi leo mtu azae nyani alafu tusishangae, tuseme babu zetu sio kwa nyani. Unashangaa nini? Hao wanaotuambia kwamba tunatokana na nyani ndio watakuwa wa kwanza kuja kushangaa, inakuwaje mtu leo kazaa kinyani? Haiwezekani. Basharun, mtu. Allah anakuambia, tunasema hapa tunaishi na Qur'ani. Qur'ani inatuambia tuliumbwa watu, tutaishi kama watu na tutakufa kama watu na tutahukumiwa kama watu. Ninatoka wapi? Tukagusia, nikazungumzia kwa kifupi sana asili mbili, udongo, na nikauelezea kwa kina kisayansi, sina haja ya kurudia huko. Ule udongo lile likapuliziwa roho. Asili yako wewe ni udongo na roho inatoka kwa Allah. Udongo utatumika kwa kuendana na material ya duniani hapa. Mahitaji yako yatatoka kwenye udongo.
mahitaji ya roho yatatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwili wako uishi kwenye udongo, unahitaji kula, chakula kinatoka kwenye udongo, unahitaji kuvaa nguo zinatoka kwenye udongo, unahitaji kila kitu unachohitaji wewe kinatoka udongoni. Dongo linajengwa na vinavyotoka kwenye udongo, mpaka madini yako ndani ya mwili wako. Tukasema kuna madini ukiyakosa unauma. Madini yanayopata wapi? Angani? Hakuna, yanachimbwa kwenye udongo. Hii inathibitisha kwamba wewe ni udongo. Ile sehemu ya roho tukasema elimu yake ni ndogo, lakini roho ndio ile iliyokuwa ndani ya roho. Roho ni ile sehemu iliyokuwa ndani ya mwili, sehemu ambayo huioni, lakini ndio sehemu inayokufanya wewe uwe mtu. Roho ndio inakufanya wewe uweze kukaa kama hivi unaniangalia. Roho ndio inakufanya wewe uweze kutembea. Roho inakufanya wewe uweze kuona. Roho ndio inakufanya wewe uweze kusikia. Ikiondoka roho ndio umeondoka wewe. Ikiondoka roho ndio umeondoka wewe. Inabaki gamba. Watu wanaligeuza, wanalibeba wanapotaka, alioni, alisikia, aliongei, alafu linaelekea kuoza ili rudi kwenye udongo. Ile roho ndio wewe. Takurushia nikasema, mshairi mmoja anasema, ya khatima aljismi kam tashka li khidmatihi, ewe mtumishi wa mwili, vipi unapata shida kuutumikia mwili we? Atatlubu mimma fihi husran, unatafuta faida kutoka kwenye kitu kilichojaa hasara. Ni mwili la kuoza hili, ukifa watu hawalithamini hilo, lazima wende ukafukiwe. Maiti iko pale, hata fagio linalofagia kila siku kwa machafu linakuwa na thamani. Leteni fagio tufagie hapa, wageni wanakuja ili tukafukie huu uchafu. Akikaa siku 2-3 huyo atatufukia. Natafuta faida kwenye vitu vilivyojaa hasara. Aqbil ala ruh wastakmil fadailihi, igeukie roho yako sasa na ukamilishe fadhila zake. Fa anta biruhi wala bijismi insan, wewe ni mtu kwa roho, sio kwa mwili. Kama unavyotumikia mwili kuwa chakula, asubuhi breakfast, mchana lunch, jioni kahawa, usiku sapa, na roho yako inatakiwa asubuhi iongee na Allah subhanahu wa ta'ala, mchana iongee na Allah subhanahu wa ta'ala, jioni iongee na Allah subhanahu wa ta'ala, usiku iongee na Allah subhanahu wa ta'ala. Japo zile swala za kulazimishwa za faradhi ukijipendekeza zaidi kuongeza na sunna na wafi, hapo Mwenyezi Mungu anakuwa kupenda zaidi. Lakini watu wamesahau kuzitumikia roho zao. Wao wanatumikia miili tu, roho zina njaa ya ibada. Bahati mbaya roho haifi, unaokufa ni mwili. Roho itabaki kuwa hai na njaa ya ibada, na ukiweka roho yako na njaa ya ibada inapambia maasi. Kama mtu aliyekosa chakula na kutafuta vyakula yaliyooza jalalani, basi roho nayo itakuwa inafakamia maasi tu. Mtu anazini anafurahi, mtu anaiba anajiona kashinda, mtu anafanya maovu anajiona yeye ndio mjanja. Hiyo ni roho yenye njaa. Sasa chakula chake ambacho ni ibada inatoka wapi? Asili yako ni udongo na roho. Niko wapi na kwa nini lilikuwa swali letu la tatu? Jibu rahisi, niko duniani. Swala ni kwa nini? Mtu yote ambaye ana imani huko kwa nini anakuambia wewe kwenda mali kufa kwako? Hamna cha kiama wala nini. Lakini sisi Waislamu tunaelezwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qur'ani tumesema tunaishi na Qur'ani. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo moja, tuwapate kuniabudu. Hapa tukaelezea mwili na roho na jinsi ya kuishi navyo kiibada. Ijumaa iliyopita nilizungumzia masuala haya. Insha Allah katika khutba ya pili, khutba ya kwanza nimefanya kukumbushia yale machache niliyoelezea katika Ijumaa iliyopita. Maswali matatu, tuko wapi na kwa nini tuko kwa ajili ya ibada. Mwenyezi Mungu akijalia kufika kwenye khutba ya pili, akijalia maisha ya kufika kwenye khutba ya pili, nitakuja kuelezea swali la 4 na la 5 insha Allah. Allah tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. Enyi Waislamu, katikati ya khutba hili ni muda mzuri wa kumwomba Allah msamaha, kwamba msamaha huo unakubaliwa sana. Basi katikati ya hizi khutba hili tuombe sana Allah msamaha, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nimefika kwenye khutba ya pili kama Mwenyezi Mungu alivyojalia, na nimesema nimeahidi kujibu swali la 4 na la 5. Swali la 4 linaelekea wapi? Kwa kujua unaelekea wapi, angalia silsilatul hayati. Silsilatul hayati ni life chain, mlolongo wa maisha ambao kila mmoja wetu hapa anapitia. Qur'ani inatupa hatua 10. Haraka nitazipitia hizo hatua. Alafu baada ya khutba hii ujiulize, Mwenyezi Mungu anasema kweli au anadanganya? Katika silsilatul hayati Allah anatuambia hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kilipita kipindi kirefu sana katika enzi, kipindi ambacho binadamu hakuwa hata kitu chenye kutaji ili uweze ukapinga. Ulikuwa sifuri. Storyline yako inaanza na sifuri. Ulikuwa hauko hata kutaja utaji. Na wengine uliokuwa inatajwa kwa Firauni miaka mingi huko, wewe ulipata ujulikani kama utakuja. Sasa umeletwa katika wakati kapo hata kafupi, hata karne moja umalizi, unataka kuleta tabu. Unafanya mwenyeji hapa duniani. Haya, lakini angalia silsilatul hayat, life chain yako. Hatua ya kwanza bali falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Angalia mwanadamu ameumbwa na nini? Qur'an atuambia ameumbwa kutokana na maji yanayotoka kuruka, maji yanayotoka kwa msisimko, maji yanayotoka yakitoka unasisimko. Na hiyo tabu sasa, la takrabu zina, watu wasikii wanataka tu kusisimkwa sisi. Mtu anataka yatoke kama huko nini, kama ni kijana mara kaishia mafuta, basi sabuni hazikai. Manii ndio maji yenyewe. Hatua ya kwanza hiyo. Ndani ya manii kuna kambegu kanaitwa nutfa. Hizi nutfa ndani ya manii ziko takriban kwa tone moja la mtu mwenye afya aliyeshiba milioni 6. Vinatoka vile kamoja ndio kakachaguliwa kaje kawe binadamu hapa duniani, kalete fikiru zake. Thumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Qur'ani inasema kisha tukamfanya wa binadamu akawa kambegu ka uzazi, fi qararin makin, ndani ya sehemu makini, ndani ya tumbo la mama, kwenye rutuba. Ukiwekwa nje ya hapo ustawi. Umepata bahati, umekwenda fi qararin makin, ndio ukawa mtu. Ungepata kichwa mchunga akakuvalia mpira, saa hizi usingekuwa. Mwingine angeenda kukumwaga mafuni, saa hizi usingekuwa. Mwingine kaota akakumwaga kwenye godoro, saa hizi usingeota. Lakini Allah amekuchagua. Milioni 6 wanakimbia njia kuelekea yai. Wengine wanachoka, wanakufa, wanafika wachache, wanafanya tawafu kwenye yai, wanajaribu kuingia tu. Huyu anajaribu, hawapati wa kuingia. Kamoja kale kanafanya chubwi, kana mkia. Ukifanya chubwi ule mkia unakatika, kama linaingia ile la mbele. Wewe ndio umebatika, wengine wanakufa zao. Milioni 6 wanakufa. Umeingia wewe nani? Huku umefuata nini? Au kihelehele? Ndio zote hizo, lakini kwenye mambo mengine waoshi. Ila hapo ilikuwa hapana. Mungu kakuchagua wewe, ingia tofauti yako. Wewe ingia, kinutfa kinaingia pale. Hatua ya 3 kinakuwa alaqa, pande la damu. Thumma khalaqna nutfata alaqa, kinutfa kinakuwa pande la damu. Damu inaanza kutengenezeka pale, wataalamu wakiangalia na hapo na nini sasa. Damu ishaanza kutengenezeka.
khalaqna al-alaqata mudghah, kisha kale kapande kadamu kanageuka pande la nyama linaning'inia kama rubu. Kimtu kinakuja duniani kucheza singeli, alaqa inakuwa mudghah, ile mudghah inabadilika inakuwa idhaman, thumma khalaqna al-mudghata idhaman, kisha lile pande la nyama tunatengeneza linakuwa mifupa. Mwenyezi Mungu anakuambia ulipokuwa unabadilika unakuwa mfupa. Fakasawna al-idhama lahma, hatua ya sita, ile mifupa tukaivisha nyama. Ndio hivyo wewe, huko nyama nje, mifupa ndani. Waangalie viumbe wengine, nyama ndani, mifupa nje. Akina kobe, akina korokoro, nyama ndani, mifupa nje. Wewe nyama nje, mifupa ndani, six pack. Wewe nenepa ili wadudu wakafaidi. Ni siku unakufa wanasema marhaba, kitu kimekuja. Sisi tuliokonda konda unakufa, yani wadudu wanaumizana, kimekuja kitu gani huko? Usiku wewe tushangilia lahma. Hatua ya saba, khalqan akhara. Mwenyezi Mungu anasema thumma ansha'nahu khalqan akhara, kisha tukamtengeneza kwa kiumbe mwingine. Yani umekaa ndani ya tumbo la mama una sura sasa ya binadamu. Kabla yako ulikuwa mjusi, si mjusi, kenge si kenge, umbile la ajabu ajabu. Kibinadamu kimekaa kimejikunja, mbicho mkubwa kinasubiri kutoka. Hapo toka kitaki. Siku ya kutoka mama anapeleka hospitali, anaambiwa push, sukuma na sukuma, jamani wewe. Na sukuma hivi. Wenye imani zao ya Allah, subhanallah. Wengine ndio wanatukumbuka sisi tulio hapa hivi. Unataja wewe Sulemani, wewe unajua. Shabani mimi nakufa huko. Uko wapi wewe? Sirudi tena nesi mie sirudi. Lakini baada ya muda Allah Mwenyezi Mungu akijalia kitu kwa aliyesema harudia anarudi na kinga tena. Huruma. Hatua saba za mwendo kasi hizo ndani ya tumbo la mama, miezi 9. Ndani ya miezi 9 ushapita hivi. Najibu swali la 4, naelekea wapi? Ndio unaelekea wapi? Hatua ya 8, thumma yukhrijukum tifla, kisha anawatoa kama vitoto vichanga. Mwenyezi Mungu anatoa tena, thumma sabila yasara, anasema njia kairahisisha. Ile njia Mwenyezi Mungu anasema kairahisisha, ukijiangalia umetokea wapi na jinsi ulivyo umepita sehemu kama hii na mbitu, lakini umepita thumma sabila yasara. Wengine njia inakuwa ngumu, wanatokolewa kipo mkasi, unatolewa kwa hapa, toka usilete tabu, kutoka hataki toka. Mtoto anatoka anaanza kulia mwa 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 mwa, unalia nini? Unakuta hali nyingine, joto si joto, baridi si baridi, harufu za ajabu ajabu, unalia. Aliyekufundisha kulia kwanza wewe nani? Kwa watu wakigeuka ndio hapo, mwingine hailii mpaka watu wana wasiwasi, mbona hakulia? Daktari anamshika piga zima hili, unapepesa macho, mbona hajalia? Anaambia mzee, mitoto mingine sugu tu, linaanza usugu tangu tumboni, hapo linalia kimya kimya, ndio hilo ukilitandika linaguna. Kwa hiyo hapa tunasema tifla, unatoka kama mtoto mchanga, huna akili, mlemavu, kiwete wewe, kiziwi wewe, kipofu wewe, bubu wewe, kibogoyo, meno huna. Mungu anajua hili nikipa meno hili litanyonya, halafu likishashiba chuchu linageuza binti kwenda kama kibogoyo yenye vizuri. Si tu huna meno na akili pia hamna, mwehu 100%. Mama anakulea miaka 2, maziwa yale ndio dawa, hivi na hivi, kitu kije kipone hiki, ulemavu uondoke, huyo unakwenda. Hatua ya 9, thumma litakunu ashdaku, kila kisha ili ifikie makaburini na maufu, kijana na mtu mzima. Hatua ya 9 nikiangalia hapa wote hapo, hatua ya 9 wote hapo tukatia 9, unaelekea wapi? Huko hatua ya 9 shehe. Alafu hii hatua ya 9 hii ndio ya kuandikiwa madhara. Rufi al-qalam an 3,
Kalamu ya mema na maovu imenyanyuliwa, haiandiki kitu kwa watatu. Wa kwanza asghiru hatta yahtalima, mtoto mdogo mpaka afikie balere. Ukishafikia balere inaandikwa. Kwa hiyo kama ulikuwa una dhambi zako hujazifanya huko wakati hujafika balere, umemwambia mama 200 mara umemtekenya mtoto wa watu, ulikuwa uandiki. Sasa hivi shika adabu yako, unaandikiwa. Wa pili tunaambiwa ni al-naimu hatta yastayqiza, mtu aliyelala mpaka akiamka. Ukilala malaika wamekutuliza thawabu, au kuandiki chochote dhambi wala thawabu, umelala. Ukiamka ndio shughuli. Kwa hiyo kama una dhambi zako, subiri wakati wa kulala. Ota unaiba, ota unazini, maliza huko shughuli zako zote. Ukiamka shika adabu. Wal majnun hatta yaqil, na mwendo wazimu mpaka akili irudi. Kwa hiyo kama unataka dhambi, subiri wewe utaandikiwa. Sasa sio wewe maksudi ukasema sheka sawa kwa wewe hatuajui unaenda kufuta bangi, hapo utaandikiwa wewe ule wa majaribu. Ashudda, ndio hapa tunapoharibu wakati, kama shekhe katika mukadima alivyosema, wakati tunaharibu hapa kwenye ashudda, kwenye kuandikiwa hatua ya 9, bado hatua moja kuondoka hapa duniani, ndio unaharibu. Huko kwingine kote umepita tu kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuja kuharibu sasa hivi, muda mfupi, ujana na uzee. Sasa hivi watu wataanza kukimbia nini shikamoo, asante. Unapewa shikamoo, shehe, uso ushakunjana huo, itikia tu marhaba, wewe ushakunjana. Alafu mtu akishajiangalia kwenye kioo akiona uso umekunjana, ndio anakubali mimi mzee. Sasa anaibadilisha hiyo, wazee tuna busara sisi, ndio anakubali mzee. Ndio uzee ndio dalili itaondoka. Thumma litablughu ashuddakum, hatua ya 10. Thumma litakunu shuyukha, hiyo ya mwisho, kisha ili muwe wazee. Hiyo ndio maana ya shekhe. Shuyukha ni wingi wa shekhe. Shekhe maana yake mzee. Tuache ile shekhe ya cheo, mtu mwenye elimu. Litakunu shuyukha, kisha mtakuwa mashekhe nyinyi, yani wazee. Wa minkum man yatawaffa min qabl, na miongoni mwenu wapo watakao kufa kabla ya kufikia huo uzee. Kufikia huko baada wengi tunaondoka. Hii hatua ya vijana wengi na muda mtu anajua tayari kishafika duniani, kalisimamisha mara yuko mtaroni kafa. Basi ndio hivyo, vifo pia vimekuwa vya mwendo kasi sasa. Kwa hiyo shaykhuha, uzee, na uzee anaposema hapa Mwenyezi Mungu, ndio maana anasema naangalia hapa simuoni, sioni mzee hapa, natafuta mkongojo wa usioni. Naona viatu tu kule nje ndio vizuri. Unakuta mkongojo ndio ule wa ndani, mguu wa tatu. Unafikia uzee, unarukuu kabla ya kuambiwa Allahu Akbar. Kusimama uwezi, ndio unataka ufanye ibada huko ni tia maji shekhe. Ibada huko inafanyika kwa shida, kurukuu uwezi, kusujudu uwezi, memory card ishachukuka. Unasahau mpaka mtoto wako amekuja, nani huyu? Mtoto wako kaja kusalimia, nani? Umemwona yeye? Nimemwona. Mwanamume huyu kaja, mtoto wako umemwona? Unakuuliza nani? Mwana hivi. Mwisho mwana hivi mwenyewe ushamsi. Memory ya Mungu. Subhanallah, huwezi mena ya mbele ya subhanallah. Ndio unataka ukafanya ibada huko. Kwa hiyo tunasema uzee unakuja, hatujafika na tunaweza tusifike. Angalia silsilatul hayati, utajua ninaelekea wapi. Na la mwisho sasa ndio tunasema hapa ni kuondoka duniani. Nitaondoka duniani kupitia mauti, kuelekea wewe. Mauti ni roho kuachana na mwili. Inafika wakati sasa roho inaondoka, inaacha mwili, ndio unapoelekea. Ile roho ndio kuambia itaondoka na kuiacha ile mwili unaoshughulikia. Ikifika ndio tunapoelekea. Na hii roho ikiondoka ndio inaondoka na amali. Roho ikiondoka inaacha ni mwili. Na zile mali zilizokuwa zinatumiwa na mwili, na chama chakula, stima, nyumba, kitanda chako cha kulala, vyote vya mwili. Ni mwili limebaki, roho hiyo iko vipi pelekana? Roho inakwenda na amali. Tafuta mzinifu, bingwa wa uzinifu, ndio amali yake uzinifu.
mlete hapa kafa. Na sisi mashekhe hatuna hiana, ukitoa wetu Muislamu hata kama alikuwa mzinifu, tunamchukua tunamfanyia wasi, tunampeleka la ilaha illallah la ilaha illallah sa'altu jalla tuquluni ya Allah ma la ilaha illallah. Shika jeneza vizuri hapo, pana kona hapo, twende tunakupeleka shekhe, hatuangalii kwa mzinifu maskini, bora umesema mimi Muislamu, tunakupeleka kama tunakusimama. Haya, umeacha kama ni kijana, tukupeleka na la ilaha illallah, tutakupeleka nayo majimbo nayo mtegemeta kuingia majimbo yako ya kalali mema mbinguni kwa mambo kalali mema mbinguni. Hakuna hiyo huko, ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunakupeleka mwili unabaki hapa kuoza, roho inaondoka. Mlete mlevi, alafu tumpe pombe za kila aina, mwambie sio wote kabla hajakuzika hadi watu wakafa, kwa sababu mlevi kishaenda. Mzinifu tuletea watoto wa kila aina, warefu wembamba, figa 80 sijui nini, wazuri shehe, kuhusu tu basi, alafu ndio tukakuzika. Hamki kuhusu hata mtu mmoja, kwa sababu ile zinifu la kuhusu lishaenda na uzinifu wake. Alafu mlete mtu anayeswali sana kuliko wote sisi, tumlete hapa, tumlaze hapa, alafu tuseme kadikawati swala, ataamka swali. Hamna anayeswali kisha ondoka na swala yake. Sasa jiulize wewe, katika huu wakati unaondoka na nini? Roho itakapoondoka, watakapokuja wale wageni wawili, dalili na kiasi an-nazi'ati an-nashitati, Mwenyezi Mungu anawapiza wan-nazi'ati gharqa, na hapa kwa wale wanaotoa roho za watu wabaya kwa nguvu, wan-nashitati nashta, na hapa kwa wale wanaotoa roho za watu wema kwa upole. Sikiliza hii kauli ya Qur'an, hii sauti, hata sauti yenyewe sikiliza hiyo gharqa, yani inavuta roho umesikia hiyo sauti yani inatolewa vibaya kibadili. Wanashitati nashta, kama ni mtu mzuri natolewa sikiliza hiyo nashta. Wewe utapokea wageni gani? Naziati au nashitati? Jiulize sasa hivi, mwisho wako ni nini? Hilo kuna kitu kifupi, mwisho ni aidha jalalani, jahannam, unapochukua takataka za kuni, wende kwa takataka kuni, mawe, kuna watu ndio kuni tena kuni. Naziati wameshakutoa, unaenda kutupwa jalalani motoni, au mustamini kama alipokuelezea shekhe hapa, jannat, yani peponi. Bali insano ala nafsi basira, unapojiona unastahili kwenda wapi, kushoto au kulia, kutokea huku au kutokea huku, kutokana na matendo yake. Kila mmoja anajijua nafsi kwamba mimi kwa jinsi ninavyoishi, asilimia kubwa naweza nikaenda huku, sina uhakika wa kwenda huku. Tunajijua, mimi najijua na mimi najijua. Kwa hiyo nawahusieni mimi na mimi tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya Uislamu, neema hii ya Uislamu ambayo ndio tiketi ya kupeleka janna. Hatuna budi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mwenyezi Mungu wawafariki sana na masahaba waliopambana kuletea Uislamu, hasa wale wanne al-mu'minina sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, al-mu'minina sayyidina Umar ibn al-Khattab, al-mu'minina sayyidina Uthman bin Affan, al-mu'minina sayyidina Ali bin Abi Talib. Allahumma ighfir mashayikhina wa ustadhina naendelea kuwajalia heri mashekhe na maustadhi ambao bado wanawakumbusha watu kuhusu majukumu yao kwa Uislamu, na sisi Waislamu tusisahau kuombea kama Allah anavyotuambia midomoni, astaghfiru rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atina innaka antal Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna.